السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ikhwata alkiram, alhamdulillah, kwa kiasi ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikia, tumekuwa ni wenye kufikia katika sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na darsa ya mwisho tumekuja mpaka tukafikia katika kueleza majina mawili mashhuri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Muhammad na Ahmad. Na yote haya mawili yametajwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kitukufu, na katika majina yake vile vile alayhi salatu wassalam ni al-Hashir. Al-Hashir maana yake ni yule ambaye kwamba wanakuwa ni wenye kufufuliwa walimwengu kwa kufufuliwa kwake. Na maana yake hii ni nini? Maana yake ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye wa kwanza ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kufufuliwa yaumul qiyama, na baada ya kufufuliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio watakuwa ni wenye kufufuliwa wote waliobakia katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile katika majina yake ni al-Mukaffi. Al-Mukaffi maana yake ni mwenye kutosheleza, mwenye kukifia. Nayo hii ni kuwa hakuna mjumbe baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani hapa ndiyo mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka muhuri, hapa ndiyo mwisho wa chapter ya anbiya na mursalin. Na alhamdulillah Uislamu una neema kubwa sana kwa kupitia jambo kama hili, detail ndogo kama hii. Umma wetu lillahi alhamd si umma ambao kwamba umekorogeka. Leo lau atatokea mtu akadai utume, atafanyiwa raddi na mtoto ambaye kwamba yuko ibtidai, haihitaji hata alim mkubwa. Ni mtoto ambaye kwamba katika amefikia umri wa tamyiz, ni mumayiz, yuaweza akapambanua baina ya hii ni nyeupe, hii ni nyeusi, hii ni sawa, hii si sawa. Yuatosheleza kumkosoa yoyote ambaye kwamba atadai utume katika Uislamu. Angalia katika nchi ya Ghana, juzi kuna bwana yuajiita jina fulani alafu anjiekea Nuh hapo katikati, nadhani ni Ebo Noah, kitu kama hicho. Yeye amedai ya kuwa yeye ni mtume, na akasema ya kuwa siku ya kiyama tarehe 25 Disemba juzi antengeneza safina lake, asema ambao kwamba watakuwa wenye kuokoka ni ambao kwamba wataingia ile safina, na akapata watu wakamfuata. Kundi la watu, ikhwata alkiram, watu wazima na akili zao, taharuki, faudha, watu wanakuwa wenye kumfuata. Sababu pia mtu yuafikiria asema sije ikawa yuasema ukweli tukaangamia kama vile walivyoangamia wale wengine waliopita. Katika Uislamu hakuna mtu yuaweza akaja akatufanyia hii tashwishi, hata awe nani, hata awe yuajua kuisoma Qur'an kiasi gani, hata akatufanyia nini, hatutomwamini ya kuwa yeye ni mtume, kwa sababu kumwamini yeye ni mtume ni kufuru, ni mtu kukufuru na kutoka katika Uislamu. Kwa sifa kama hii
moja peke yake ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-mukaffi, mwenye kutosheleza, mwisho kabisa, na mlango wa utume ukawa ni wenye kufungwa. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam katika majina yake ni al-Mahi. Al-Mahi. Na ikhwata al-kiram, tusione haya kwa mfano alivyomswalia mmoja wetu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndivyo anavyostahiki na ndio hadhi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Mahi, mwenye kufuta. Na katika tafsiri ni yule ambaye kwamba yuafuta ukafiri, yuafuta kufur, kwa sababu hakuna katika mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kufanikiwa kufuta ukafiri kikamilifu kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hapa labda tumaanisha nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hayuko, na kufur iko baina yetu, wakafiri wako baina yetu. Kwa hiyo maana yake nini? Mkuwa hili jambo bado laendelea na labebwa na umma wake. Na wallahi hii ni katika badges kubwa za kukirimiwa na kuheshimishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, sisi kujaliwa ni umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umma ambao kwamba, sikilizeni kwa makini ikhwata al-kiram, Nabii Allah Musa alayhi salam, ambaye kwamba alikuwa yuongea moja kwa moja na Allah subhanahu wa ta'ala, amwambia Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, mimi naona katika Taurat kuwa kuna umma ambao kwamba utakuwa ni wenye kula na watasamehewa kwa kula kwao, kwa sababu wanaanza na bismillah na wanamaliza na alhamdulillah. Musa alayhi salam amwambia Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ij'alhum ummati. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia, ya Musa, innaha ummatu Muhammad. Musa, huo umma si umma wako, ni umma wa Muhammad huo ambao kwamba wasoma habari zake hizo. Ya Allah, nasoma katika Taurat, naona katika Taurat kuwa kuna umma ambao kwamba lau mmoja akiingiwa na hamu na akitiania ya kufanya maasi na asiyafanye kwa ajili ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi anakuwa ni mwenye kuandikiwa amefanya jema. Sikilizeni, ametia ya kunywa tembo, ametia nia ya kuzini, ametia nia ya kuiba, kisha akaona la, Allah subhanahu wa ta'ala yuaniona, akawa ni mwenye kurudi nyuma. Kikawaida, kihisabu za machoni, amfanya jema, ameacha ovu. Sio kwa mfanya jema, amewacha ovu. Musa alayhi salam asema, nasoma ya kuwa mtu ataacha maasi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na andikiwe amefanya jema. Allahumma ja'alhum ummati, ya Rabbi, wajalie hao watu ni umma wangu. Allah subhanahu wa ta'ala mwambia, huu ni umma wa Muhammad sallallahu alayhi. Amwambia, ya Rabbi, nasoma mimi katika Taurat kuwa kuna umma, lau mtu ametia nia, amepania kufanya jambo jema, basi yuandikiwa kana kwamba ashalifanya, na anapolifanya huandikiwa mara 10 yake, ila 700 adhaaf, mpaka mara 700. Yani Mwenyezi Mungu yuapeana bonus lile moja alilofanya, akatia nia mwanzo laandikwa, na baada ya kulitekeleza yuandikiwa bonus ya hilo jambo moja lake alilolifanya mara 10, na Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka yumwandikia mpaka mara 700 jema moja. Allahumma ja'alhum ummati, ya Rabbi, wajalie hawa watu wawe ni umma wangu. Allah subhanahu wa ta'ala yomwambia, ewe Musa, huwa ni umma wa Muhammad. Mwishowe Musa alayhi salam amwambia nini Allah subhanahu wa ta'ala? Allahumma ja'alni min ummati Muhammad,
ya Rabbi njalia mimi katika ummati Muhammad. Yani Musa alayhi salam yuamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajaliwe awe kina sisi, tuelewa. Lakini ile neema ambayo kwamba sisi tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala si jambo dogo. Wajua watu tuwachukulia rahisi sisi, na ndio katika masuala ikija katika masuala ya Uislamu, ya umma wa Kiislamu, ya ummati Muhammad, tuyachukulia rahisi, lakini si jambo dogo. Ifuata alkiram, ni jambo ambalo kwamba ni kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo kwamba hakupewa Musa alayhi salam, na aliliomba na alilitaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tukapewa sisi kwa neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi Mwenyezi Mungu atujalie tuichukulie neema hii kwa haki yake na tuifanyie bidii kama inavyostahiki. Kwa hiyo sisi kama umma wake ndio tuendelea na kazi kama hii, na ule ushindi wa juu ambao kwamba wakusudiwa hapa ni ushindi ambao kwamba utajaliwa umma mzima, itakuwa ni Waislamu na hakuna kafiri na hakuna ukafiri, na ili jambo litakuwa lenye kufanikishwa atakapokuja Nabii Allah Isa alayhi salam, atakaporudi Nabii Allah Isa alayhi salam. Isa alayhi salam akirudi, atarudi kama ummati Muhammad, hatarudi kama mtume. Yatakaniwa watu waelewe, kurudi kwake hatarudi kama mjumbe sasa amekuja, la, atakuja Isa alayhi salam na ataswali nyuma ya mmoja katika ummati Muhammad, nyuma ya Imam Mahdi, kama alivyotueleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambapo kwamba itakuwa ni akhiru zaman, ni katika dalili kubwa za kiyama, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, na hakika yeye ni ilmu ya saa, ni katika dalili za kiyama, dalili kubwa. Na dalili kubwa, yani mfano wake ni kama tasbih, kukatwa. Yani kikatwa hizi ni zake zatoka haraka, zile ndogo labda za jazama mpaka zama zingine zaonekaniwa baina yetu leo, muda baada ya muda, lakini kubwa zikija zafuatana kwa haraka. Na vile katika majina yake ni Nabiyul Malhama, mjumbe wa vita vikali, na ina tafsiri kadhaa. Mojawapo mkuwa umma wake ndio umma bora ikija katika suala zima la jihad, kwa sababu wako anbiya waliopita, wako anbiya walikuwa na majeshi. Wakayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun, wangapi katika manabii ambao kwamba walikuwa na umma ambao kwamba na jeshi waliopigana kisawasawa na wakasimama kisawasawa. Sasa mojawapo ya tafsiri kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nabiyul malhama, kuwa umma wake ndio umma bora zaidi katika suala zima la jihad, na pia yamaanisha kuwa ni mjumbe ambaye kwamba katika wakati wake, katika zama zake kutakuwa na vita vikali, au vile yamaanisha vita vya kufuatana, vita baada ya vita. Na utaona hakika kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka alipoondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, ulimwengu mzima, yani hakuja kuwa na time kukapumzikwa vita, ni vita baada ya vita, mpaka ukija katika World War 1, World War 2, kwa sababu hii ni generation ya ummati Muhammad. Kumkubali na kumkataa suala tofauti, lakini yoyote atakayeulizwa baina yetu, atakayekufa na akaja akafufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuanzia Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka mwisho, ataulizwa juu ya mtume gani? Ataulizwa juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alimwamini au la. Ataulizwa juu ya Nabii Allah Isa alaihi salam, ataulizwa juu ya Musa, ataulizwa juu ya Daud. Hizi ni umma ambazo kwamba zimtangulia, na waliokuja wote baadaye ni generation ya Muhammad. Ima mtu atakuwa ni mwenye kumkubali au atakuwa ni mwenye kumkufuru Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ikhwata alkiram, Mtume sallallahu alayhi wasallam
tumemaliza katika baadhi ya majina yake, na yapo mingi tumetaja katika baadhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam malezi yake ya kwanza alikuwa ni mwenye kuyapokea kutoka kwa mama yake Amina bintu Wahbi, na vile vile Ummu Aiman. Ummu Aiman pia vile vile alimlea Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Ummu Aiman jina lake asili lilikuwa kiitwa Baraka, na alikuwa ni mwanamke wa Kihabash kutoka Abisinia, na alikuwa akiishi katika mji wa Makka. Na vile vile Ummu Aiman alikuwa ni mwenye kupata umri, aliishi akakuwa, baadaye alikuja akasilimu maisha yake baadaye, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwozesha kwa nani? Kwa Zaid bin al-Harith, ambaye kwamba alikuwa mtumwa wake na akamwacha huru alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo Ummu Aiman alikuwa mwishowe mwenye kuolewa na Zaid bin al-Harith. Ilikuwa ada kwa Waarabu wale wa mjini kuwapeana au kuwatumana watoto wao waende wakalelewe badia, vijijini, jangwani huko. Walikuwa wakiamini jangwa liko tahara zaidi, environment yake ni safi zaidi, na magonjwa na hali za kikawaida katika kukua, magonjwa, tabia, yani ilikuwa wakiona ya kuwa jangwani ni tahara zaidi na ni bora kwa afya ya mtoto, kwa sababu mara nyingi huwa kule hakuna ikhtilat, yani hakuna watu kuingia kutoka hapa mjini. Hapa mjini kuna watu waingia wakitoka, watu tofauti tofauti, na mtu aweza akatoka na magonjwa huko akaja nayo hapa, mara magonjwa yakasambaa. Ni tofauti na wale ambao kwamba waishi huko ndani, labda Majajani huko, sijui labda na nini tena, kina Mafumbini huko kidogo ndani, huwa hakuna maingiliano mingi. Kwa hiyo huwa ni safi zaidi maeneo kama yale. Na vile vile waliamini ya kuwa jangwani kuwafanya watoto wanakuwa wakakamavu na wanakuwa na nguvu kwa ajili ya hali za jangwani na vile kulivyo. Na vile vile waliamini ya kuwa sehemu kama zile zinakuwa ni zenye kumshape mtu katika tabia, katika character. Mtu anakuwa ni yani mtu wa kisawasawa sehemu za jangwani huko vijijini, baadhi ama ushago. Kwa hiyo waliwatoa huku mjini na wakapeleka sehemu kama zile, na hivyo hivyo ndivyo alivyofanyiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alilelewa katika kijiji cha Bani Saad, na Halima Saadia ambaye kwamba yotoka katika kijiji cha Bani Saad aeleza hiki kisa, asema ya kuwa walikuja Makka na rafiki zake ili wawe wenye kuchukua watoto wa kuwalea. Hii ilikuwa kazi kwao, ilikuwa kibarua kwao wao. Walikuwa wakitoka badia wakija katika mji wa Makka wakitafuta wana wapewe wende wakawalee. Na Halima Saadia akaja Makka, na asema mwaka kama huu ulikuwa mwaka wa ukame sana na njaa sana. Kwa hiyo hali ikawa ni ngumu. Kwa hiyo yeye na rafiki zake wakawa wenye kuzunguka katika mji wa Makka wakitafuta watoto wa kulea. Asema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenye kuwa offered kwa kila mmoja baina yao, na wakawa wenye kumkataa. Mkiulizia bwana, kuna mtoto hapa, wakisikiza katika habari zake wasema hatumchukue. Wote wakawa wenye kumkataa. Na kwa sababu gani walikuwa wenye kumkataa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni yatima, na hii kwa wao ilikuwa ni nini? Ni kibarua ambacho kwamba watarajia watapata kitu kisha mwishowe, na ikawa wanakuwa ni wenye kusema kuna uzuri gani au kuna kheri gani katika yatima? Nani ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kutulipa? Na huyu mtoto babake amfanya nini? Babake amekufa. Kwa hiyo hili jambo ni gumu, wakawa wenye kumkataa. Na
Kwa nini hawa wanawake walikuwa wakisema hivi? Kwa sababu haya malipo ilikuwa malipo ya kivipi? Kama malipo ya maelewano, waweza ukaelewana hata na mwanamke ya kuwa bana, nitakulipa kiasi fulani, si lazima babake au kuna watu wake watakulipa kiasi fulani, bali walikuwa wakiwatoa hawa watoto wakiwalea, kisha haya masurufu wanapewa kwa njia ya zawadi. Kwa hiyo bana, unilelea mwanangu, ankwenda akakaa naye mpaka mtoto amekuwa kibarobaro, haya basi apewa kama zawadi. Kwa hiyo kama ni zawadi, kila mmoja atapigania yule ambaye kwamba yuajiweza. Hapa kwa tarajiwa kuna zawadi ambazo kwamba ni nononono, kama masurufu ya kisawasawa. Kwa hiyo kwa yatima hakuna matumaini mazuri, wakawa wanamkataa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakisema au mama yake hatoweza kutulipa. Halima Saadia asema kufikia jioni ikawa kila mmoja amerudi na mtoto kambini isipokuwa mimi. Yeye alikuwa hajapata mtoto, na kila mmoja ampata mtoto katika kambi yake, kwa sababu ilikuwa wakija wanakita kambi vile kama kabila moja. Na usiku akawa mwenye kumwambia mumewe, ambia bana, mimi kesho asubuhi bana nitaenda kumtoa yule mtoto, nitaenda kumtoa yule Muhammad, sababu siwezi nikarudi kitupu, nafunga safari yote hiyo mpaka nakuja katika mji wa Maka alafu nirudi sina mtoto, acha tu nikamtoe. Na mumewe akawa mwenye kukubali, akamwambia basi hakuna neno, nenda ukamtwae. Asema Halima Saadia, asema nikamwendea mamake mtoto asubuhi, Amina bintu Wahbi, na nikamwambia bana, nakubali kumtoa mwanayo, kwa hiyo nipatie mwanayo, nitamchukua nende nikamlee. Halima asema usiku kabla ya hiyo siku, kabla ya hiyo asubuhi, si kwenda asubuhi kumtoa mtoto, usiku wake asema hawakuwa ni wenye kulala, sababu kama tulivyotaja ilikuwa ni mwaka ambao kwamba kuna ukame na njaa. Kwa hiyo yeye kama mzazi hana maziwa ya kutosha kwa mtoto wake. Karibia nyote hapa wazazi, nyinyi mwajua mtoto akiwa na njaa huwa utalala? Waweza kulala kweli? Mtoto ana njaa usiku haulali, huwa yualia na yualia vita, hakupumzishi, yualia kisawa sawa, atakutaharukisha kama tulivyotaja mwanzo katika kisa cha Ismail alayhi salam alivyomtaharukisha mamake Hajar alayha salam. Kwa hiyo asema ikawa hatukulala kwa sababu mtoto ana maziwa, na ngamia vile, ngamia wao ulikuwa hana maziwa vile vile, hatoi maziwa. Kwa hiyo ikawa usiku mzima wamekesha kwa ajili ya fujo la mtoto. Asema pindi nilipompokea huyu mtoto Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kurudi naye kambini, kifua changu kilikuwa ni chenye kujaa maziwa, na nikamnyonyesha mpaka akatosheka, na nikamnyonyesha mwanangu mpaka akatosheka. Na ukawa usiku wa kwanza kabisa ambao kwamba walilala usiku mzima bila ya fujo. Mtoto ameshiba, amelala vizuri, na wao wakapata kulala. Na yule mume akawa ni mwenye kwenda kumkamua maziwa yule ngamia, na ikawa yuatoa maziwa mengi kimaajabu. Ngamia atoi maziwa mara yuatoa maziwa mengi. Akamwambia Halima, Halima, yani walihisi moja kwa moja. Wajua Allah subhanahu wa ta'ala anapotuletea neema huwa tuko very slow ku recognize neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utasota wewe, hauna kazi wewe, hali zako ni ngumu, unjaribu kupata kazi, waulizia kazi hupati, waulizia ya chini hupati, ya juu hupati, ya katikati hupati, kisha ghafla Mwenyezi Mungu akakujalia ukapata kazi. Sasa ukaanza kuzungumzia vile ambavyo kwamba ukanyaga barabara na vile ambavyo kwamba wewe umewakad, umfanya bidii. Bwana, mimi sikupumzika kabisa, mpaka
wasahau kwa haraka kuwa Mwenyezi Mungu amekupatia ile neema, kwa sababu kama ni kupitia bidii ingelikuwa umepata kwa ile bidii yako ambayo kwamba umegonga milango na haikufunguliwa. Kwa hiyo hawa moja kwa moja wakatambua neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mumeo mwambia Halima, wewe umekuja na roho ambayo kwamba iko na baraka. Kaambia hakika hapa kuna jambo si kawaida. Na vile vile haya yalikuwa yakitokea na hawajaondoka katika mji wa Makka, na kuna yale ambayo kwamba waliyaona katika safari wakiwa wenye kurudi, na nitamalizia na kisa kama hichi. Asema Halima Saadia, yeye akija katika ule msafara, kwa sababu ni msafara mzima, yeye alikuwa yuatumia punda ambaye kwamba amezeeka, mkongwe. Kwa hiyo ikawa yuko slow, na akiwa slow ule msafara hauwezi ukafanya nini, hauwezi ukamwacha, sababu anakuja pamoja, ni kama kabila, mpaka watu ikawa waudhika sasa, kwa sababu yabidi mwa slow down, mwapunguza mwendo kwa ajili mwenzenu msimuache, mpaka ikawa watu walalamika. Asema katika kurudi yule punda ikawa yuenda mbio, mpaka ikawa watu waniuliza, Halima, vipi, huu ni ule punda ulokuja naye ama mwingine? Yani unchukua punda mwingine Makka ama huyu ni yule yule ambaye kwamba umekuja naye? Muujiza kuanzia Mtume sallallahu alaihi wasallam na baraka kuingia katika mikono yao. Inshallah katika juma linalokuja tutazungumzia katika habari katika yale ambayo kwamba waliyaona wakiwa ni wenye kuishi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kumlea. Kwa machache tumomba Allah subhanahu wa ta'ala azifungue nyoyo zetu na aziafikie kwa mahaba ya kikweli ya kihakika ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfuata nyendo zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam awe ni mwenye kututambua na sisi katika umma wake na watu wake yaumul qiyama, na tuandike katika ndugu zake kama vile alivyotamani Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, ishtaqtu li ikhwani. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sote min alladhina yastami'una alqawla yattabi'una ahsana. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairal jazaa.